wa mabwana, Mungu wa miungu, Alfa na Omega, nani kama wewe? Alfa na Omega, nani kama wewe? Bwana wa mabwana, Mungu wa miungu. Ni moja kati ya sini ambayo aliicheza Kitundu kwa hisia kali sana, kitu ambacho kiliwafanya watu wengi walie na kutoka na machozi. Hii ni kutokana na mabadiliko ambayo Kitundu alikuwa akiyapitia siku hadi siku, ikamfanya Kitundu akaanza kubadilika kitabia, kiasi kwamba dada yake Sophie akawa muelewi kabisa Kitundu amekuwa mtu wa namna gani. Na hapa alipokuwa akiimba hii ni baada ya dada yake kuweza kupata matatizo ya kiafya na alikuwa hospitalini amelazwa. Kitundu katika hali ambayo unavyojua Kitundu historia yake ya maisha, alikuwa ni mtu muuni, yeye na kaka yake ni watu watukutu sana, kiasi kwamba alichukua na kifanya ilikuwa ni ushuhuda tosha kwamba Kitundu ameweza kubadilika. Hii nimejaribu kukumbusha uhusika alikuwa akicheza Kitundu kidogo ili niweze kuelezea aliyomkuta. Na leo hii hatupo naye tena. Kipenzi cha wengi Kitundu amefariki dunia, na leo hii hatupo naye tena katika tamthilia ya Jua Kali. Hii ni pigo sana kwa washabiki na wapenzi wa tamthilia ya Jua Kali ambao wamepitia maumivu makubwa sana. Tuwape pole, kwa sababu Kitundu ilitokea ni moja kati ya karakta ambao walipendwa sana kutokana na mazingira alikuwa akicheza, kuanzia kuenda kuwa muuni mpaka kubadilika na mazingira ambayo alikuwa akipitia, nyakati ngumu, na hata muonekano wake ulikuwa ukiakisi hivyo kwamba ni kijana muuni. Hivi basi Kitundu amefariki kutokana na mapafu, shida ya mapafu yalikuwa yamejaa maji na nini, ikamsababisha yeye kufariki. Japo kuna mengine mengi ambayo yanazungumzwa na si mazuri kuweza kuyazungumza, lakini watu walikuwa wakizungumza kwamba Kitundu ukiachana kuigiza alikuwa akitumia sana pombe kali, akivuta sigara na nini. Wanasema kwamba Kitundu katika mazingira ya kawaida pia alikuwa akitumia sigara na baadhi ya vinywaji ambavyo si rafiki kwa afya yake. Kutokana na afya yake ilikuwa ikimsumbua na alipigwa marufuku kutumia vinywaji hivyo na sigara kali pia. Aliambiwa asitumie, lakini kwa yeye alikuwa mtu wa kutumia sana hivyo vitu, japo aliambiwa asitumie. Kama unavyojua maisha ya ustana nini yanakuwa na mambo mengi. Hayo ni mambo ambayo watu walikuwa wakiyazungumza kuhusiana na Kitundu, kwamba hali yake ya afya haikuwa nzuri na hakupaswa kutumia kilevi cha aina yoyote au kuvuta sigara na vitu vingine vingi ambavyo vingeweza kuhatarisha usalama wa afya yake, lakini yeye akatumia. Lakini hii sio sababu ya moja kwa moja ya kifo chake, kwa sababu anayepanga kifo ni Mungu pekee, na mwanadamu hawezi kupanga kifo, na alipangalo Mungu siku zote hakuna wa kulipangua. Kitundu ndio hatupo naye tena. Watu wamekuwa wakimlilia sana Kitundu sana. Baada ya Lamata kuposti hii hapa, mastaa kibao wakaanza kukomenti kwa huzuni na hisia baada ya kumpoteza mwigizaji mwenzao. Kama Kajala Frida akasema tumepoteza mtoto wetu. Lakini Wolper Stylish, nimeumia sana. MC Nsena Event akasema kwamba moyo wangu umeumia, kijana mdogo alikuwa anapambana sana. Mungu atujalie neema ya kufikia ndoto zetu, wajukuu zetu wazione, amina. Pole sana familia ya Lamata Village, pole sana familia ya Kitundu. MC Garabi akaweka emoji ya kopa kuvunjika na ishara njiwa, na akaweka emoji ya mkono kama kushukuru kwa yote aliyotokea, ni Mungu amepanga. Angel Nyigo, rest well champ. Lakini ni fadu inalala June. Eliudi Samuel akasema RIP Kitundu. Cox dawa yao kama kawaida inaumiza sana. Queen Masanja, pole sana boss. Mungu akupe nguvu pamoja na wasanii wote wa Jua Kali. Mungu awape faraja familia nzima ya Kitundu, sote ni wake tutarejea. Joketi Mwengelo, pole sana. Filemoni Agrey akasema Kitundu hapa siamini. Kitundu hata siamini kilichotokea. Nana Dolji akasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, pole sana. Bongo Trendi habari RIP. Watu wakawa wanaumia sana, ni majonzi na ni huzuni sana kwa watu. Raya milele ampe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie, pumzike kwa amani. Kimemkuta nini Kitundu jamani, na alivyo mdogo, kifo kinataka nini? Lakini poleni sana timu Lamata. Kitundu katika tamthilia ambayo imeweza kumfanya akawa maarufu ni tamthilia ya Jua Kali, na alitendea vyema uhusika wake kama anavyoona video hapo za huzuni. Lakini watu wanavodai katika scene za mwisho, Kitundu alikuwa akionekana ni dhaifu, hali yake ya afya ilikuwa ikionekana kabisa si njema, na watu wakaanza kuwa na doubt kwamba Kitundu pengine anaweza kawa anaumwa ama pengine ni uhusika walitaka awe katika muonekano huo. Lakini baada ya kufariki ndipo hapo watu wakagundua kwamba Kitundu alikuwa akiugua muda mrefu, na moja kati ya maradhi ambayo yalikuwa yakimsumbua Kitundu ni pamoja na
kujaa maji kwa na mengineyo mengi sana ambayo yalikuwa yakimsumbua. Tazama video hii hapa kwa uchungu. Ni video ambayo iliwafanya sana watu wengi walie, wahuzunike kutokana na mazingira ambayo Kitundu alikuwa akiyapitia na hichi kinachoonekana hapo. Mimi ni Steven Kamil na hii ni Reggae Film. Tumeamua kukuletea kitu hichi, ni majonzi sana. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Usiache kusubscribe, kulike, comment na kushare ili uwe wa kwanza kupata update na makala.